Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa sasa yuko mahabusu gerezani Ukonga jijini Dar es Salaam, ameendelea kuwataka Watanzania kote nchini kujitokeza na kuchangia fedha kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kifedha ya chama chake cha Chadema. Akizungumza mahakamani jijini Dar es Salaam wakati alipofikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kupewa taarifa za maendelezo ya ukusanyaji wa fedha hizo, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu amewahimiza wananchi kuongeza bidii katika uchangiaji huo ili kufikisha lengo la kukusanya kiasi cha shilingi milioni 334 za Tanzania. Mwenyekiti Tundu Lissu amebainisha kuwa fedha hizo zinahitajika kwa ajili ya kugharamikia maandalizi na uendeshaji wa kikao cha baraza kuu cha chama hicho kilichopangwa kufanyika Septemba 13 mwaka wa 2026. Ujumbe huo wa mwenyekiti wa Chadema unaonyesha msisitizo mkubwa aliyoweka katika kuhakikisha kuwa shughuli za kikatiba na za kiutawala za chama zinaendelea bila kukwama, licha ya yeye mwenyewe kuendelea kushikiliwa mahabusu gerezani Ukonga. Akizungumza mahakamani jijini Dar es Salaam, Tundu Lissu amesisitiza kuwa atakuwepo katika kikao hicho cha baraza kuu la kwamba wananchi wanapaswa kuendelea kujitolea kwa kuchangia kiasi chochote walichonacho ili kufanikisha lengo lililowekwa. Mfumo huu wa kuchangisha fedha kutoka kwa wananchi wa kawaida, wakiwemo wanaotoa kiasi cha shilingi 500 au fedha zingine ndogo ndogo, unadhihirisha mkakati wa Chadema wa kutegemea mchango wa umma katika kuendesha shughuli zake za kisiasa na mikutano mikuu ya maamuzi. Hatua ya mwenyekiti wa Chadema kutoa wito huo ukiwa ni mara ya pili akiwa mahakamani jijini Dar es Salaam imekuja mara baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka kwa viongozi na watendaji wa chama hicho waliokuwa wakimpa mrejesho wa fedha zilizokwisha kukusanywa. Katika mrejesho wa kwanza, Tundu Lissu alielezwa kuwa kampeni hiyo ya tone tone ilikuwa imefikisha kiasi cha shilingi milioni 174 kufikia usiku wa siku hiyo iliyopita, jambo lililomfanya watake wananchi kuongeza bidii zaidi ili barua na baraza kuu liweze kufanyika kama ilivyopangwa. Baadaye Chadema ilitangaza kuwa jumla ya fedha zilizokwisha kukusanywa na Watanzania zilikuwa zimefikia kiasi cha shilingi milioni 204.8 za Tanzania, kiasi ambacho kinaonyesha mwitikio mkubwa wa wananchi katika kuunga mkono wito huo wa Tundu Antipas Lissu. Ili kurahisisha mchakato huo wa ukusanyaji wa fedha, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiliweka wazi namba 2 rasmi za kupokea michango kutoka kwa wananchi na wanachama. Nambari ya kwanza ni ya mtandao ya Vodacom na nambari ya pili ni iliyosajiliwa kwa Chadema Headquarters, na pia akaunti ya benki ya NMB iliyosajiliwa kwa jina la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Uwepo wa njia hizi rasmi za kifedha unakusudia kuimarisha uwazi na kuhakikisha kuwa michango yote inayotolewa na raia inafika moja kwa moja kwenye mfuko mkuu wa chama bila kupitia njia zisizo rasmi. Mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu amefafanua kuwa baraza kuu ni chombo muhimu sana cha maamuzi ndani ya muundo wa uongozi wa chama, na kwamba kufanyika kwa kikao hicho Septemba 15 mwaka wa 2026 ni hatua ya msingi katika kupanga mwelekeo wa kisiasa na mikakati ya chama hicho. Tundu Lissu ameeleza kuwa kujitolea kwa wananchi kuchangia shilingi milioni 334 ni ushahidi wa umuhimu wa kushirikisha umma kwenye uendeshaji wa taasisi za kisiasa nchini Tanzania.
Hatua hii pia inalenga kupunguza utegemezi wa kifedha kutoka kwa wafadhili wachache au ruzuku za serikali na badala yake kujenga msingi wa umiliki wa chama mikononi mwa raia wa kawaida. Mazingira ya mwenyekiti wa Chadema kutoa maelekezo hayo akiwa mahakamani jijini Dar es Salaam yanadhihirisha uwezo wake wa kuendelea kuongoza na kutoa mwelekeo wa kisiasa hata akiwa katika vyombo vya sheria. Tundu Lissu amesisitiza uongozi wa Chadema utaendelea kusimamia misingi ya demokrasia na kwamba michango ya wananchi itatumika kikamilifu kwa malengo yaliyokusudiwa ili kuhakikisha kikao hicho cha Septemba 15 kinafanikiwa na kutoa maamuzi muhimu kwa ustawi wa chama na taifa kwa ujumla. Ukusanyaji wa kiasi cha shilingi milioni 204.8 mpaka sasa kati ya shilingi milioni 334 zitakazohitajika unadhihirisha hatua kubwa iliyofikiwa katika maandalizi ya kikao hicho cha baraza kuu. Mwenyekiti Tundu Antiphas Lissu amewataka Watanzania waliofikiwa na ujumbe huo kuendelea kujitokeza na kuchangia kupitia nambari zilizotolewa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeendelea kusisitiza kuwa uendeshaji wa shughuli za kisiasa kwa kutumia michango ya raia ni mfumo unaoongeza uwajibikaji wa viongozi kwa wanachama wao. Tundu Antiphas Lissu ameeleza kuwa kila shilingi inayochangiwa na Mtanzania wa kawaida inabeba thamani kubwa katika harakati za kidemokrasia na maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania. Mwenyekiti huyo amewahakikishia wanachama na wananchi wote kuwa Chadema itaendelea kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu kiasi kinachoendelea kukusanywa mpaka lengo kuu la shilingi milioni 338 litakapofikiwa kikamilifu. Tundu Antiphas Lissu amehitimisha maelekezo yake kwa kuwataka viongozi wa Chadema kuendelea kusimamia mchakato huo wa fedha kwa wazi zaidi na kuhakikisha kuwa maandalizi yote ya kikao cha baraza kuu la Septemba 15 mwaka 2026 yanakamilika kwa wakati bila kuwa na vikwazo vyote vya kibuni au vya kifedha. Mchakato huu wa ukusanyaji wa fedha unaendelea kuratibiwa na makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa kulingana na mwendelezo wa michango kutoka kwa wanachama kote nchini. Huku sasa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche akiwa kipaumbele kutangaza shilingi zilizokusanywa.